Kwanza sina budi isipokuwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia na aliyemjalia Mheshimiwa Rais kutoka huko mpaka kufika hapa. Pili, vile vile nina furaha pekee, yani nina furaha ya pekee katika moyo wangu na katika nafsi yangu leo kuonana na rais ambaye anajali watu, anajali wafanyakazi, kwa sababu ilikuwa hii ni changamoto kila siku ilikuwa tunajiuliza rais atakujali kwa gani. Lakini leo kusema la kweli ni furaha tosha kwangu mimi. Licha kwangu mimi na kwa wafanyakazi wenzangu hapa wote wana furaha leo kuja Mheshimiwa Rais hapa angalau kuja kuzungumza na wafanyakazi na kutusikiliza maoni yetu. Mheshimiwa Rais, changamoto yangu mimi kubwa kusema la kweli humu kiwandani, kwanza kuhusu mshahara. Mshahara kusema la kweli hautukizi, tena hautukizi. Tunalipa shilingi 8,000 mpaka leo kusema la kweli 8,000 hiyo sisi tuna familia, tuna watoto. Tuliki kila siku pesa hiyo hiyo. Alafu tatizo la pili kuhusu vifaa humu ndani humu. Sisi kama sisi wafanya kazi tunaomba vifaa tununue, tunaomba vipi, lakini nashangaa walipokuja geno hapo wote wamepewa vifaa. Mbona sisi hatuna vifaa? Viko wapi? Vyote viko wapi? Tunadhalilika kusema la kweli. Tunadhalilika Mheshimiwa Rais, kwa sababu swala la vifaa ni swala la kampuni, lakini leo hii unaambiwa kijana kiwandani utafute kifaa chako, utafute wapi, tutavipata wapi kama sisi wafanya kazi na kama kampuni haina? Alafu swala la tatu, changamoto ya tatu kusema la ukweli, na hili pia yani inasikitisha na inahuzunisha sana. Kiwanda kama kiwanda hichi kiwanda kizima, yani kiwanda kinasaga miezi 2 miezi 3, na ukiangalia miwa kwa mabondeni miwa inaharibika. Sasa kama hichi kiwanda inavyotakiwa lazima kijipange kiweze kufanya angalau kazi miezi 6, yani ndio sheria yake miezi 6, lakini kinasaga miezi 3 alafu kitasema tutakuja kusaga sijui baadaye. Hakisagi tena, si kweli, kwa sababu humo tunaosaga toka mwaka juzi, sio mwaka ile tarehe yenyewe nishaisahau, mwaka jana mpaka tarehe hii hatujasaga mua. Alafu Mheshimiwa Rais, na sisi wafanyakazi tunaomba angalau mkataba. Tunaomba mkataba, siku nyingi sana tunafanya kazi humu ndani hatuna mkataba. Hajulikani huyu nani wala hajulikani huyu nani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, tunakuomba utusikilize angalau changamoto zetu ni zimekuwa endelevu, kila siku hazitatuliki. Hizo kwa hizo. Humu husikii mtu kusikitika vingine wala kusikitika vingine. Kuhusu mshahara, kuhusu mkataba, kuhusu vifaa vya kazi, hivyo ndio tunavyosikitika yani kuhusu katika hicho kiwanda. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sina la zaidi isipokuwa kwangu mimi ni hayo tu. Asante na kushukuru sana kwa kuja humu Mheshimiwa Rais. Asante, tunakushukuru mfanyakazi. Naomba mwakilishi wa Outgrowers wa raia. Nimeambiwa wapo wawakilishi wao 6. Aje mmoja kwa niaba yao. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Rais, mimi ni mwakilishi kwa niaba ya wakulima wa miwa kutoka shehia ya Cheju. Kusema kweli Mheshimiwa, miwa ina faida kubwa sana kwa wakulima, kwa sababu tunapata fedha, tunasomesha watoto, tunajenga nyumba, tunapanga maslahi yetu. Lakini ina changamoto kubwa sana. Ya kwanza ucheleweshaji wa malipo. Inavunwa miwa miezi 5 ndio tunapata pesa. Bajeti yote ishakufa ya matumizi. Kama umekopa wewe utaonekana mmevuna miwa jana tu, lakini pesa tusubiri miezi 5. Kwa hivyo hili linatuvunjia bajeti za matumizi. Alafu la pili Mheshimiwa, sisi wakulima wa miwa, hasa wakulima, hatuna msaada wa viongozi wa aina yoyote katika ngazi za chini.
Ukiwa na tatizo kuhusu miwa, hilo ulitatue mwenyewe. Unaliweza sawa, huliwezi basi. Kwa maana hiyo hatuungwi mkono. Malalamiko yetu tuwe nayo wenyewe tu. Kwa hivyo tunaomba viongozi wa chini kuanzia shehia mpaka kuja ngazi za juu tuwe pamoja nao. Alafu jambo la tatu, mheshimiwa, kule kwetu kumeingia mradi wa kilimo cha umwagiliaji maji. Sasa mradi huu umemega mpaka maeneo yetu ya kulima miwa. Tukaomba sisi hapa nilipofikia huku kuna miwa yetu tuachilieni. Wakasema hilo haliwezekani. Basi kama haliwezekani tufaini maeneo mengine. Haiwezekani. Kwa maana hiyo tunaomba basi, kama ni yote hayawezekani, basi tupewe angalau fidia kuhusu yale mashamba yetu, kwa sababu hakuna yoyote anezungumza kwamba miwa itang'olewa, nyinyi mtakuwa hivi na hivi na hivi. Tukiuliza majibu hatupati. Kwa hivyo mheshimiwa, kwa hayo machache tunaomba angalau fidia. Asante, nawakilisha. Asante na kushukuru Outgrowers mwakilishi. Mheshimiwa, lakini pia kitu kimoja pengine hakukisema cha Outgrowers, wana umoja wao hawa, wana jumuiya ya Outgrowers. Na jumuiya hii ina mwakilishi wao. Sasa huyo mwakilishi nadhani pia nako kuna changamoto. Mimi bahati nilipata wasaa wa kuwasikiliza. Na nilipowasikiliza wakawa wamelisema hilo. Lakini mwakilishi wa jumuiya ana jumuiya nyingi yeye peke yake. Nikamwambia kwamba amekuwa sasa na mikono mingi. Samahani kama nitakuwa nimekosanga, pia itakuwa wewe kama Mungu wa Kibaniani una mikono minane kila mahali uko wewe. Kwa hiyo ni kweli nalo hilo ni changamoto na tumeliona. Lakini sisi tunaamini kwamba baada ya kazi yetu tunaoifanya kwa wakulima, wakatamiwa, wafanyakazi walioko mkoa wa Kaskazini Unguja, tutakuwa tumepata suluhisho la changamoto zao. Baada ya hapo naomba mwakilishi wa Outgrowers wa idara maalum. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa viongozi mbalimbali, makamanda wa kulima, itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, kwa upande wa idara maalum tupo vikosi vitatu tunavyolima miwa: chuo cha mafunzo, JKU na KVZ. Chuo cha mafunzo tunazoweka 75, kambi yetu ya Langoni na Kinomoshi. JKU wanaeka 134, Bambi Matola, na KVZ wanaekari 31, Pangatupu. Changamoto yetu kubwa Mheshimiwa Rais, sisi ni kuomba bei iongezeke, kwa sababu kwa sasa hivi tani moja ya miwa inanunuliwa kwa shilingi 55,000. Kwa hiyo ili tuweze kupata faida zaidi na kuweza kukabiliana na gharama za uzalishaji, tunakiomba kiwanda kiongeze bei ya miwa. Isiwe hii toka tumeanza mradi ya 55,000 kwa tani moja. Nashukuru Mheshimiwa. Asante, nashukuru. Sasa mwekezaji, naomba zamu yako. Maana wishasema wale wafuasi wako, sasa zamu yako. Karibu. Mheshimiwa Rais, waheshimiwa waalikwa wetu, naomba itifaki imezingatiwa. Wafanyakazi wenzangu, awali yote kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuonyesha siku hii.
matatizo ya wafanyakazi ya wakulima. Huu ni mradi au mradi ambao unahitaji nguvu sana. Hatua sasa hivi kali sisi tuko tayari kupokea maelekezo na maagizo ya serikali ili tufanikiwe sote. Tunachotaka sisi kiwe win-win situation. Wakulima wapate chao, wafanyakazi wapate chao, outgrowers wapate chao, serikali ipate kodi yake, na sisi pia tuweze kurejesha mikopo yetu. Sasa hivi sisi tumekuwa kama wahanga. Kwa kila jambo, kila tatizo, wawekezaji hawataki kuwasikiliza wananchi. Mimi sikatai kweli 55,000 tunayotoa, lakini kama mkulima atakuwa mwangalifu na zao lake, kwa heka moja ana uwezo wa kutoa tani 30 akipanda mua. Tani 30 kwa 55,000 ina maana 1,650,000. Wataalamu wengine wanaweza kutuambia sijui kipando gani wataweza kupanda kipanda hicho. Unahangaika miezi mitatu, unaacha mua unastawi, wewe una muda wa kwenda kuhangaika na mengine kwa maisha. Tumekuwa tunapiga kelele, tunaomba. Ardhi imekuwa ndo wimbo wetu wa siku zote. Miaka 2 mitatu toka mimi nimeingia, au miaka 2 niloingia mimi kwenye mradi huu, na hangaika kila ngazi nimepanda. Sijui pia ngapi za viatu nimebadilisha. Kila ofisi, kila mlango nimegonga. Naambiwa nifanye irrigation. Kuna investment ya karibu $15 million nizitie. Huu mradi huu mimi hata sijarejesha hata shilingi mpaka leo. Kuna project studies zimefanyika. Lazima tuende hatua kwa hatua. Tumalize 5 years ya rainfed kutegemea mvua, halafu tuende kwenye irrigation. Kuna bei control ambayo nafikiri Mheshimiwa Rais unaijua. Tunajaribu kuzungumza na wenzetu wa biashara, wenzetu wa Wizara ya Biashara. Nashukuru wanatupa mashirikiano maximum wanayowezekana. Wenzetu bara wananunua sukari kiwandani 95,000. Sisi hapa tulikuwa mwisho tunauza 80,000. Hatusemi wafanyakazi wanakosea, hatusemi, lakini kila mtu ana uwezo wake wa kufika hapa tulipo pia kuweza kusustain. Amini Mheshimiwa Rais, jitihada kubwa sana imechukuliwa. Na kama sio kwa nguvu ya mwenyekiti wetu, basi tungekuwa tuko vibaya sana sasa hivi. Alikuja mwekezaji wa mwanzo, alipewa miaka 2, kimemshinda kaondoka. Ndipo tulipoingia sisi tukaja kuchukua. Hongera za kipekee napenda kutoka kwa watu wetu wa vikosi. Watu wetu wa vikosi wanafanya kazi kubwa sana Mheshimiwa Rais. Wao mashamba yao kwa kila heka moja wana uwezo kutoa tani 30 mpaka 35. Mwaka jana tulipata ugeni kutoka Cuba ambao ndio wataalamu wazuri wa kilimo na wataalamu wazuri wa uzalishaji sukari. Walipokuja hapa tulivyoonyesha records zao, they were surprised, Your Excellency. Bidii wanayotia vikosi, kama bidii hiyo hiyo watakuwa wanatia wananchi kwenye vipando, kuzuia mifugo, kuhakikisha magugu hayaoti, tuna uhakika na wao pia watakuwa wanapata output nzuri. Lakini tatizo watu wanategemea pesa zije tu bila jitihada, bila bidii. Kuna maeneo mengine tulikuwa tunaomba wakati Rice Irrigation Project inataka kufanyiwa kazi, yalikuwa bado yako kwenye consideration. Tuliomba at least tupewe sisi kwa mwaka mmoja tuweze kucreate ile cycle. Hata watu wa Rice Irrigation wangefika, tungewarudishia maeneo yao, lakini serikali ingekuwa ishaona eneo lilo kuwepo nini tunaweza kufanya. Kuna eneo zuri tu Kakobwa, Pangeni, Bumbwisudi, Cheju, Mwera Pongwe. Kuna mabonde madogo madogo mengi mazuri ambayo kama tutawashajihisha wakulima washiriki, tushirikiane,
serikali, wawekezaji, wakulima, na hakika tutafika pazuri sana. Napenda kurejea ombi langu Mheshimiwa Rais, tulifanye zao la miwa liwe zao la mkakati kwa Zanzibar. Hatuna zao la mkakati Zanzibar. Zao letu la karafuu tunalijua lilivyo. Hatuna uwezo sisi kwenda Pemba kwa sababu ukivuna mua lazima upate masaa 36 maximum 48 mua uwe ushasagwa. Tukichelewa kusaga, basically output yake ya 8% kwa kila tani itaanguka, inaweza kufika mpaka 5%. Tukiweza kusaga within 12 hours tuna output yielding ya kuweza kupata output ya karibu 9% mpaka 9.5 ambayo itakuwa nzuri sana. Tunatumia mbegu aina 6-7 hapa Zanzibar kutokana na maeneo. Kuna maeneo maji yapo karibu, kuna maeneo maji hayapo karibu. Vile vile ombi letu Mheshimiwa Rais, tukipewa ardhi, naomba wataalamu wazingatie wakati wa kutukabidhi ile ardhi iwe inaendana na mahitaji ya miwa. Tusipewe ardhi, tunapewa ardhi tumekupeni mmekataa, lakini ardhi yenyewe haitufai. Tunaambiwa wakulima, wafanyakazi wanapiga kelele hatuwalipi, lakini tunapewa ardhi tuka-invest kwenye logistics, kwenye infrastructure si chini ya milioni 100-200. Sisi lengo letu lilikuwa kuzalisha sukari. Tulikuja hapa, project study ilifanywa kwa kutegemea maeneo ya Mahonda ambayo ardhi yake yote ni tambarare kwa matakwa, kwa mujibu wa mwekezaji wa mwanzo au awamu ya kwanza serikali ilivyofanya. Lakini sasa hivi hali imebadilika. Ulimwengu umebadilika na mahitaji yetu kinchi pia yamebadilika. Population yetu imebadilika. Sasa hayo maeneo tulikuwa tunayo, basi at least tutizamwe sisi na sisi pia kwa jicho la huruma. Kweli lawama zote zinakuja kwetu sisi, lakini hizi lawama ni add on kutokana huku kwingine tunakwama. Na mwisho, Mheshimiwa Rais, tunapenda kukukabidhi zawadi ikiwa kama ni ufunguzi wa msimu wa uuzaji wa sukari. Sukari umeiona kwenye maghala tunayo. Baraka zako, dua zako, rehema zako zikipita pamoja na Mwenyezi Mungu, kama tukiweza kuuza, tunadaiwa na wakulima, tunadaiwa na vikosi. Lakini mtaji wote umelala mle ndani kwenye maghala. Hakuna cha kukuficha, umekiona mwenyewe. Karibu magunia 80,000 yamo mle ndani, hatujui tunayafanya nini. Ukitolea maamuzi leo, sisi kesho tukianza tutakachopata tunatekeleza majukumu yetu within 10 to 15 days. Naomba kuwasilisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Waziri wa Biashara, sasa ile kazi ifanye rasmi sasa. Asante. Mheshimiwa Rais, umepata nafasi ya kuwasikia wadau wa kiwanda hiki kuanzia wafanyakazi, outgrowers pamoja na wawekezaji. Nafikiri sasa pamoja na taarifa ambazo uko nazo tayari utakuwa umewasikia, na sisi tuko tayari kusikiliza na sote kwa ajili ya kuchukua maelekezo yako. Asante sana. Mheshimiwa mawaziri mliopo hapa mkiongozwa na Waziri wa Biashara, Maendeleo ya Viwanda, Mkuu wa Mkoa wa Kaskazini Unguja, uongozi wa kiwanda, makamanda wa vikosi vyetu vya ulinzi na usalama, ndugu wafanyakazi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaikum. Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na uzima na kutuwezesha kukutana leo hapa katika ziara hii fupi ya kiwanda chetu cha kuzalisha sukari hapa Mahonda. Na ushukuru uongozi wa kiwanda kwa kunipa mwaliko wa kuja kutembelea kiwanda hiki kwa madhumuni ya kujifunza na kujua changamoto zinazokabili sekta nzima ya uzalishaji wa sukari hapa Zanzibar. Bahati nzuri ninakuja nikiwa tayari nina taarifa za mambo ambayo yanahitaji kushughulikiwa. Lakini napata faraja kusema kwamba
yote niliyoyasikia hapa yanaweza kupatiwa ufumbuzi. Nianze na wafanyakazi. Wanasema mishahara yao midogo, vifaa vya kazi inabidi wanunue wao wenyewe, mikataba hawana, na muda ambao kiwanda kinafanya kazi ni mfupi sana katika mwaka. Haya yote ni sahihi na yanahitaji kufanyiwa kazi. Ninachoweza kusema kwa wafanyakazi ni kwamba tunajipanga sasa, na muda si mrefu ujao tutatatua matatizo ya kiwanda ili na nyinyi maslahi yenu yaweze kuboreshwa. Kwa hivyo nimuombe mkurugenzi wa kiwanda kwamba wewe umetuomba serikali tukutatulie matatizo yako. Mimi nakuahidi nitatatua matatizo yako, lakini na wewe uhakikishe unatatua matatizo ya wafanyakazi hawa. Kuhusu wale wakulima raia wa nje, mimi nimefurahi sana kusikia kwamba msemaji wao amesema jambo moja hapa. Amesema mua unalipa. Amesema wanaendesha maisha yao kwa kulima miwa. Anasema wamejenga na nyumba, maisha yao yamebadilika kwa kilimo cha miwa. Hili ni jambo la faraja. Inatuonyesha kwamba kama watu wataweka mkazo katika kilimo hichi, wataweza kubadilisha maisha yao. Na mimi nataka niahidi, siku zote ninawaambia ndugu zangu wa Wizara ya Kilimo, tutafute njia ya kuwasaidia wakulima waondokane na umasikini. Sasa kama kuna kilimo kama hichi ambacho kinalipa kwa mujibu wa wakulima wa miwa, maana yake nguvu za serikali pia ziingizwe huku, tuweze kuwapatia maeneo makubwa zaidi, tuweze kuwaondolea changamoto zao, maisha yao yatabadilika na kiwanda hichi kitapata malighafi ya kutosha. Kwa hivyo nimelipokea na nataka nikuhakikishieni, nitakaa na uongozi wa Wizara ya Kilimo, Wizara ya Biashara na Viwanda. Haya mambo tutayafanyia kazi, tutaondoa tatizo hili mara moja ili kiwanda hichi kipate malighafi ya kutosha na wakulima maisha yao yabadilike. Kuhusu swala la kucheleweshewa malipo, limesemwa na vikosi, limesemwa na wakulima raia. Mkurugenzi ametueleza malipo yanachelewa kwa sababu na yeye anachelewesha kulipwa, anacheleweshewa malipo yake. Na mimi nakubaliana kwamba wakichukua mikopo kuna tatizo la riba. Benki zetu tunazijua, riba ni kubwa kusema ukweli. Kwa hivyo lazima tujipange ili kiwanda kilipwe kwa wakati, ili na yeye aweze kulipa wakulima, wakulima raia, wakulima wa vyombo vya ulinzi na usalama, pamoja na wafanyakazi wake kwa wakati. Sasa moja katika mambo ambayo tutakaa tuyazungumze kama serikali ni kwa jinsi gani tutaondoa tatizo hili la kila mtu kucheleweshewa malipo yake. Nimesikia swala la kilimo cha mpunga kwamba kimemega eneo ambalo nyinyi mlikuwa mpande miwa. Hili na kuahidini nitakaa na Wizara ya Kilimo, tutalizungumza, tutalitafutia ufumbuzi. Kuhusu vikosi, nimesikia konsani yenu kwamba malipo yanayotolewa hapa ni madogo ya shilingi 55,000 kwa tani. Mimi nadhani tutapokaa na uongozi wa kiwanda kutatua matatizo yao, basi moja ya maeneo ambayo yatapaswa na wao wayatazame ni bei ya miwa, pamoja na matatizo ya wafanyakazi, lakini kuna swala la bei ya miwa. Nataka niwaambie wenye kiwanda kwamba kule ambapo tani au mfuko wa sukari unauzwa 90,000, basi nadhani wakulima wanapata zaidi. Kwa hivyo nalo hilo tulitizame, tusitizame upande mmoja. Mimi naijua bei wanaopata wakulima wa miwa kule bara. Kwa hivyo tukitizama, tutizame pande zote. Wewe unaweza ukawa unapata pungufu kidogo huku kwenye sukari, lakini kwenye bei ya miwa unapata unafuu mkubwa. Kwa hivyo uliangalie hilo. Mimi ningependa tuwe fair, manake hapa swala ni kila mtu apate kama mlivyosema.
mwenye kiwanda apate, wafanyakazi mazingira yao na malipo yao yawe mazuri zaidi, wakulima wetu wapate kipato kizuri zaidi, hata vikosi viweze kupata pato zuri zaidi. Haya yote yanataka sote tuwe tayari kuona umuhimu wa kila mmoja wetu kunufaika na biashara hii. Hii biashara ni nzuri. Hoja hapa ni kwamba haya matatizo mbona yote yanatekelezeka, yanatatuka? Hatujakaa tukakaa chini tukakubaliana tuyatatue. Mimi nasema ninalichukua hili na nakuhakikishieni ndani ya muda mfupi sana nitayatatua matatizo yote haya. Lakini vikosi, ningependa niwaambie hapa madamu hapo, siridhiki na acreage hii. Haiwezekani tukawa tuna vikosi vyetu vya ulinzi na usalama wenye maeneo makubwa, halafu mnalima eka 75, mwingine 130, mwingine 31. Hapana. Kiwanda kinahitaji malighafi, nyinyi mna nguvu kazi, nyinyi mna uwezo mkubwa, mna maeneo ya kutosha. Hizi eka sitaki kuzisikia tena, lazima mlime kikweli kweli. Maana hapa ndio kwenye pato. Nyinyi mtapata, lakini na kiwanda hiki kinakosa malighafi. Kwa nini iwe hivyo wakati ardhi ipo? Kwa hiyo hili tutakaa na nyinyi wakuu wa vikosi vya ulinzi na usalama. Tutakaa tukubaliane kwa kiasi gani tunaongeza kilimo cha miwa. Lazima tuongeze, sababu hili ni pato la wazi kabisa. Wewe una ardhi, nguvu kazi unayo, matrekta unayo, soko lipo hapa. Kwa nini ulime eka 31? Haingia akilini. Lazima tubadilishe hii. Mwisho ni swala la uongozi wa kiwanda. Kuhusu bei tumeshaanza kujadiliana. Tutaimaliza ndani ya wiki moja ijayo, tutamaliza swala la bei, uuze sukari yako. Swala la output kuwa ndogo kwa sababu ya kukosa ardhi, hili nalo nitalimaliza. Mimi singependa sana kwamba kiwanda ndio kilime mashamba yake. Hapa tunataka tuwasaidie wakulima. Kwa hivyo serikali itafute maeneo mazuri, wape wananchi maisha yao yabadilike. Ningependa na vikosi walime zaidi ili tuweze kupata pato kwa wananchi wetu, na huku kiwanda kinapata malighafi ya kutosha. Sasa ardhi tunayo, hatuna. Mkurugenzi kasema hapa kuna mabonde mengi hayajatumika. Kwa nini? Tutakaa tujadili, tulimalize tatizo hili. Kuna ardhi ambayo wanapewa wao ambayo sio nzuri, hili tutalijadili vile vile. Kama ardhi sio nzuri, basi tuitumie kwa kitu kingine. Lakini muhimu ni kwamba nilichokielewa hapa ni kwamba ardhi nzuri ya kulima miwa ipo, lakini bado haijatumika. Ni vizuri tukaitumia. Mimi kwa mawazo yangu tu ya kibiashara, biashara hii ni nzuri. Biashara hii ni nzuri. Wewe utalima nini hapa ambacho tayari soko lake lipo? Vitu vichache sana. Sasa tukiwawezesha wakulima wetu walime mashamba yote yanayopandwa miwa kule bara, watu wanamwagilia. Kwa nini wanamwagilia? Kwa sababu hutaki kutegemea mvua, mara zipo mara hazipo, lakini yield yako inakuwa kubwa kukiwa na uhakika wa maji, lakini vile vile una uhakika wa kwamba utalipa. Sasa wakulima wadogo wanaweza wasiweze hili kwa sababu wanahitaji kusaidiwa, lakini wakulima wakubwa hili walifanye. Tukipanda miwa na kuimwagilia, tutapata miwa mingi sana, na hiki kitaondokana na tatizo la malighafi. Lazima lifanyike. Haiwezekani tukawa kilimo chetu duni tu cha kizamani miaka yote. Wakulima wadogo wataendelea, lakini lazima na wenyewe tutafute njia ya kuwawezesha kama tunapowezesha wakulima wa mpunga. Kwa nini wa miwa wasiwezeshwe? Kwa hivyo nataka kusema kwamba nimefika hapa ya changamoto, lakini nataka nikuhakikishieni hakuna moja katika changamoto zilizozungumzwa hapa ambayo haina majibu. Hatujakaa tu tukakubaliana tufanye nini, na hii ndio ahadi yangu kwenu. Tutakaa, tutayamaliza katika muda mfupi sana, lakini baada ya kuyamaliza haya sitopenda kusikia kwamba kiwanda bado kinawapa mishahara midogo wafanyakazi. Sitopenda kusikia kwamba bado kiwanda kinachelewesha malipo ya wakulima.
Sitopenda kusikia kwamba kuna mtu ndani ya serikali anakuwa kikwazo kwa kumaliza matatizo haya. Na hili ndio, na mkurugenzi kasema hapa, kaenda juu na chini, kazungumza na kila mtu mpaka viatu imebidi abadilishe mara kadhaa. Hii maana yake nini? Maana yake ndani ya serikali bado kuna tatizo la watu kukaa chini kutatua matatizo. Tubadilike. Serikali ibadilike, lakini na wawekezaji wetu nanyi mbadilike. Lazima tufike sehemu watu wote wapate. Haiwezekani wapate mtu mmoja wengine wahangaike, inakuwa haipendezi hata kidogo. Mwisho nimalizie kwa kukushukuruni ndugu wafanyakazi, nimesikia kilio chenu. Ahadi yangu ni kwamba tukimtimizia mwekezaji wetu matakwa yake, nitakuja nisikilize kama na nyinyi amemaliza matatizo yenu. Wakulima wadogo wadogo niwape pongezi sana kwa kufanya kazi hii. Hii kazi kama mlivyosema nyinyi wenyewe ni kazi nzuri, na kwa maana hiyo lazima kila siku tufikirie kupanua kilimo hichi kiwe kikubwa zaidi, mpate pato kubwa zaidi, maisha yenu yabadilike. Hiyo ndio azma ya serikali. Serikali haiwezi kataka mkulima alime lakini maisha yake yako pale pale, kila siku yeye maskini tu, inakuwa haina faida. Tunataka wakulima sasa kilimo kituondoe kutoka kwenye umaskini, na hilo linawezekana, na mimi nitalisimamia kwa nguvu zangu zote. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nimesahau kushukuru, madam nimepata gunia hili MIPEC. Hili gunia litanichukua mwaka mzima hii. Kwa hivyo nashukuru sana kwa zawadi hii niliyoipata, na inshallah Mwenyezi Mungu akijalia mambo yetu yatakaa vizuri. Basi nimalizie kwa kuwashukuru tena nyote kwa usikivu wenu na kutoa changamoto mlizokuwa nazo, lakini kama nilivyosema zitafanywa kazi zote inshallah. Asanteni sana.